Gift Online TV tumekutana tena hapa kwenye live theater tukiweza kupasua masuala mbali, lakini leo tutaweza kujikita kupasua kwenye swala zima la dawati la jinsia. Tupo na mgeni hapa, atajitambulisha yeye mwenyewe na kuweza kutuelekeza na kutueleza vizuri zaidi kuhusiana na swala zima la ukatili wa kijinsia pamoja na athari zake. Tutakuwa naye hapa, ataweza kutueleza kinagobaga. Salia nasi ili tuweze kuhakikisha kwamba tunakuwa na uelewa zaidi katika swala zima la ukatili wa kijinsia na athari zake. Kumbuka tunapewa nguvu na maji ya uzima, na maji haya yanapatikana katika huduma ya Mlima Moria Ministry chini ya mtumishi wa Mungu Gideon wa Maili Sita. Kama unatokea Moshi, basi utashikia kituo cha Msasani moja kwa moja, au utaweza kushikia kibao cha barabara kwa Gideon. Unaweza kumwambia barabara kwa Gideon, ila ni mbele kidogo ya kituo cha Msasani. Kama unatokea Arusha, basi moja kwa moja utashikia kituo cha Mashine. Alafu kisha kituo cha Mashine utavuka barabara moja kwa moja, ukisogea mbele kidogo utaona bango kabisa limeandikwa Mlima Moria Ministry. Basi ukija na barabara hiyo utaweza kufika hapa moja kwa moja katika huduma ya Mlima Moria Ministry. Jina langu ni Tobias Kisimo, tu hapa kwenye live theater. Mgeni, karibu. Asante sana. Habari ya studio? Habari ya studio ni njema kabisa. Ungejitambulisha kwa majina yako? Mimi kwa majina naitwa Sergeant Mwajabu Mzee. Nipo dawati la jinsia na watoto mkoa wa Kilimanjaro. Tunapokuwa tunasema dawati la jinsia, naomba jamii ielewe kwamba dawati ni kitu gani. Dawati la jinsia ni kitengo ndani ya jeshi la polisi ambalo limeanzishwa kwa lengo mahususi kwa ajili ya kuwahudumia wananchi kwa usiri na kwa weledi, na askari ambao wanahudumia madawati hayo ni askari ambao wana mafunzo ya kutosha, wanafunzo maalum na wanajielewa na wanabeba hisia, yani wanabeba moja kwa moja matatizo ya jamii ambayo inawahudumia. Sawa, naona tupo kwenye mfungo sasa. Mashallah. Changapi leo? Hata si hesabu, mimi hata sijui changapi, ningehesabu nachoka. Nataka kusubiria tu siku yenyewe ifike. Nataka kusubiri kesho, naambiwa jamani kesho tunakula Idi. Sawa, inakuwa ni vizuri pia. Na mtazamaji, moja kwa moja leo tutajikita kwenye swala zima la ukatili wa kijinsia na athari zake. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ile miongoni mwa wanafamilia wa Gift Online TV. Moja kwa moja tuanze katika mada yetu. Ningependa kufahamu kwanza ukatili ni nini? Nakushukuru. Tunapokuwa tunazungumza ukatili, na ni kweli sio kila mmoja anaelewa kwamba ukatili ni nini. Labda kwa kifupi niweze kuelezea kwamba ukatili ni kitendo chochote anachoweza kufanyiwa mtu wa jinsia yoyote, awe wa kike au wa kiume, na kitendo hicho kinamletea madhara. Ndio. Kiakili, kisaikolojia. Yani kwa hiyo ukatili anaanza kufanyiwa mtu yoyote. Sawa, moja kwa moja ningependa kufahamu aina za ukatili. Tukizungumza maana aina za ukatili ziko 4. Ndio. Ambapo ya kwanza tunaona kuna ukatili wa kiuchumi. Ndio. Tukizungumza ukatili wa kiuchumi tunamaanisha kwamba kwenye mambo ya kiuchumi kuna ile mambo ya biashara, kulisi mali. Labda unakuta mtu anafanya biashara zake, lakini katika biashara ambazo anazifanya lakini kuna mtu anataka kushika kile kipato chake. Ndio. Labda mfano mimi umenifungulia biashara, ni mtu wako. Umenifungulia biashara, lakini katika biashara ambayo tunakuwa tunafanya basi mimi nafanya biashara, wewe kazi yako kuchukua pesa ambazo mimi nazifanya. Au tunalima mashamba, labda mimi tunalima bustani au tunalima mazao, lakini mimi nikishalima kama mwanamke, wewe kama mwanaume sasa unakuja kuchukua ile mazao na kwenda kuyauza na kutumia hela unavyojua wewe mwenyewe. Au msichana wa kazi anafanya kazi nyumbani kwako, lakini mshahara wake au mlipi yule msichana wa kazi, unamlipa mtu mwingine ambaye mama yake au baba yake. Kwa hiyo unatakiwa kama ni pesa ya kazi, umlipe yule mlengwa mwenyewe ambaye anafanya kazi. Huo ni ukatili wa kiuchumi. Lakini tukija kwenye aina ya pili ambao ni ukatili wa kisaikolojia. Ukatili wa kisaikolojia tunaona kwamba kuna ile kuitana majina mabaya. Ninaweza nikakuita labda wewe mbwa, majina ya wanyama. Ninaweza nikakuita labda majina ambayo wewe kama mwanaume yatakunyongonyesha. Nikakuita majina ambayo yanakudhalilisha. Labda naweza nikakwambia vitu ambavyo vikawa sio sahihi. Au labda una watoto nyumbani, lakini katika watoto uliokuwa nao unawabagua. Mmoja unakuwa unamuita, yaani unamtenga. Unaweza kumwambia mtoto gani wewe? Hebu angalia ulivyo mbaya.
Si utofauti gani? Yani kwa ukatili wa kisaikolojia unakuja kuingia kwenye kubezana. Ndio. Kuto kumheshimu mtu kutokana na maumbile yake alionayo. Kwa hiyo tunatakiwa tufichiane aibu. Lakini tukija kwenye ukatili wa tatu ambao ni ukatili wa kingono. Ukatili wa kingono ndo tunakutana na mambo yale yote ambayo labda shambulio la aibu, kubaka, kulawiti. Ndio. Tukisema kulawiti tunakuta kuna mwanamke anaweza akalawitiwa na akabakwa. Lakini mtoto wa kiume anaweza akalawitiwa peke yake na asibakwe. Ndio. Kwa hiyo masuala ya ukatili wa kingono tunakutana katika masuala hayo ya mambo ya kijamii na kingono. Lakini tukija kwenye ukatili tumebakiza wa kimwili. Ndio. Ambao ndo unafika ukatili wa 4. Ukatili wa kimwili kuna vipigo. Ile unakuta labda nielezea vipigo vinakuaje. Unaweza kukuta labda ni mtu na mume wake wanapigana. Ndio. Katika kupigana mwisho wa siku umempiga mwenzako, labda amefigia damu, mwili labda mtu amevimba, jicho limejaa, au umempiga sehemu mbaya akaanguka. Na katika kuanguka mwisho wa siku ameangukia sehemu mbaya na matokeo yake ukasababisha mauaji. Kwa hiyo ameanguka sehemu mbaya, wewe badala ni mizaa tu hiyo. Kwa hiyo unakuja umefanya ukatili wa kimwili, mcha wake unakuja kutengeneza inakuwa nini? Mada. Umepiga lakini bahati mbaya mtu kaanguka chini, ameanguka sehemu mbaya, amefariki, na mwisho wa siku wewe tena unapata kesi ya mada. Kwa hiyo hapo ukatili unazidi kufanyaje? Kuongezeka. Kwa hiyo baba ataenda magereza, mama hayupo, wale watoto wanaanza kujilea wenyewe. Kwa hiyo ukatili unazidi kuelekea kwa nani? Kwa watoto. Lakini katika huo ukatili kuna wale ambao wanaishi na wasichana wa kazi. Ndio. Wanafikia hatua wanawapiga wasichana wa kazi, wanawanyanyasa, au wao wasichana wa kazi wanawanyanyasa watoto wetu ambao ni wadogo wanaishi nao, wanawapiga au wanawachukua, wanawafungia kwenye freezer, wanawapiga vipigo, wanawachoma pasi, kuwekea alama. Kwa ukatili wa kimwili unakuwa kwenye hiyo, unakuja kutoa labda makovu, ndo katika masuala ya ukatili wa kimwili unakuwa umeingia hapo. Na hizo ndo aina 4 za ukatili. Moja kwa moja ukatili wa kijinsia sasa unaingia kwenye kundi lipi? Ukatili wa kijinsia? Ndio. Ukatili wa kijinsia unaingia kwa mtu yoyote. Kwa sababu tukizungumzia jinsia kwenye uchumi au inaingia kwenye makundi unaingia yote? Kote. Ukatili wa kijinsia tunapokuwa tunasema ukatili wa kijinsia, ndio. Tukisema jinsia tunamaanisha me na ke. Umeona Ndio. Tukisema jinsi tunamaanisha mambo ya kibiolojia. Kwa hiyo jinsi yenyewe inatofautisha kati ya maumbile ya kibiolojia, ambapo mtoto wa kike ana maumbile yake na mtoto wa kiume ana maumbile yake. Wa kike ana maumbile yake. Lakini tukisema jinsia tunamaanisha me na ke, ambao tunakuja kwenye mgawanyiko wa kimajukumu. Kwa hiyo sasa ukatili wa kijinsia anaupata mtu yoyote ambaye awe ni wa kike, awe ni wa kiume, awe mtoto wa kike au awe mtoto wa kiume, awe mzee au mtoto. Lakini asilimia kubwa ya haya madawati yetu wa baba wengi wamejiweka pembeni, wakimaanisha kwamba wanasema kwamba huu ukatili wa kijinsia sisi kama wababa hautuhusu, na huu ukatili wa kijinsia wamekuwa ikiwahusu wakina mama peke yao na watoto. Lakini sio kweli, ni kwamba tu baba hawana ule uelewa, lakini kama ni elimu tunatoa sana, na kutokana na ule uelewa wao kwamba tuwaeleweshe na kuelimisha kwamba dawati la jinsia ni sehemu sahihi na ndio sehemu salama kutoa matatizo ambayo wanakutana nao, kwa sababu hata baba wanapigwa, wananyanyaswa. Hizi aina 4 za ukatili nilizozitaja, wanaume nao wanaingia kwenye ule ukatili, kwa sababu kuna wengine hata chakula hawapikiwi na wake zao, wanapigwa, wananyimwa unyumba. Kwa hiyo vitu kama hivyo vyote ule unakatia kwenye ukatili wa kijinsia. Kwa hiyo wanaume waondokana na ile potofu kwamba dawati ni kwa ajili ya mwanamke na mtoto peke yake. Sawa, moja kwa moja sasa hivi kuna swala linalozungumziwa la 50 kwa 50. Hii 50 kwa 50 haijija kuwa na athari miongoni mwa masuala mazima ya ukatili, kwa sababu tunaona sasa hivi akina mama pia wamekuwa na ile hali ya ujuu, yani kwamba yeye anajiona kuwa yeye kama yeye. Si ndio hivyo? Nilitaka unifahamishe kwamba haijaleta athari au imeleta? Hii 50 kwa 50 inaleta athari, tena athari kubwa. Ndio. Tukizungumza 50 kwa 50, kila mwanamke anaichukulia anavyoona yeye. Ndio. Kwamba hii 50 kwa 50 ainifanye mimi kama mtoto wa kike kujifananisha kama mimi ni mwanaume. Hii 50-50 inatakiwa itambue kwamba mimi ni mtoto wa kike, lakini nina kipato kikubwa kuliko labda mume wangu, lakini ninatakiwa nifanye kipi?
Katika 50 kwa 50 nataka niangalie majukumu yangu. Mimi kama mama nitabakia kuwa mama. Na mimi kama mwanamke nitabakia kuwa mwanamke. Natakiwa nifanye majukumu yangu ambayo yanahusu kama mwanamke. Ni lazima nimtii mume na ni lazima nimjali, nimthamini, lakini pia niangalie majukumu ya kuangalia familia. Niangalie watoto, nimwangalie pamoja na huyo mume na niache nipunguze ule ubizi ya kujipa majukumu makubwa kwa sababu ya ile 50 kwa 50 kwamba mimi naenda kutafuta, mume naye ataenda kukaa na angalia watoto. Hapana, kila mmoja ana majukumu yake. Kwa hiyo mwanamke anatakiwa aheshimu nafasi ya mume wake kwa sababu mwanaume atabakia kuwa baba wa kichwa katika familia na ndo mwenye maamuzi ya mwisho katika familia. Haijalishi ana kipato kidogo au ana kipato kikubwa. Ile 50-50 wanawake kama sisi wanawake tuitumie vizuri isitubadilishe katika mazingira ambayo tunaishi katika majumba yetu. Sawa, nashukuru. Sasa hivi kwenye dawati la jinsia huwa linahusika na masuala yote, si ndio hivyo? Lakini wakina mama pia wamekuwa wakileta ugomvi majumbani, lakini wanaenda kupeleka kwenye dawati la jinsia wakijua kwamba nguvu kule ipo kwa upande wa kina mama sana sana. Tungeomba kufahamu kuhusiana na swala hilo kiundani zaidi. Ni kweli changamoto hizo zipo, na changamoto hizo katika majumbani tuseme au hiyo ni swali zuri umeniuliza. Wanawake wengi wanajiamini. Unajua sisi wanawake kama wanawake hatuwezi kukaa na vitu kwenye mioyo yetu. Ndio. Na ndio maana kidogo tu kinishtua na kwamba kushtaki dawati ni kama anamtisha ule mwanaume ambaye yuko naye. Na anaamini kama mwanaume huyu haelewi maana ya dawati la jinsia. Kwamba nitamtisha kwamba anaenda kumshtaki dawati kwa sababu dawati ni kwa ajili ya mwanamke na mtoto. Na mwanaume anaamini hivyo kwamba dawati ni la mwanaume na nani? La mwanamke na mtoto. Kwa hiyo wanawake wengi wapo wanaofanya hivyo kwamba wao ndio wakorofi. Wao ndio wana midomo nyumbani kwao, majumbani kwao. Wamekuwa ndio chanzo yaani hawaheshimu waume zao, hawafanyi mambo ambayo wanastahili kuyafanya katika familia zao. Kazi ni kupiga kelele na hakuna mwanaume anapenda kupiga makelele. Kwa hiyo sasa wao wanakimbilia wapi? Dawati. Lakini sasa dawati ni watoe hofu wanaume. Kwamba ukisikia mke wako ameenda dawati usiogope wala usio na hofu kwamba ukisema mke wangu ameshinda dawati basi naenda kupelekwa magereza, naenda kufungwa. Hapana. Yule amekimbilia dawati ni sehemu salama na ndio sehemu sahihi. Na iko sawa kuja dawati la jinsia sababu ni mambo ya kifamilia ndio sisi tunadili nayo. Kwa hiyo ukisikia umeambiwa kwamba labda baba fulani tunakuomba dawati, usisite kuja dawati. Kwa sababu sisi kama dawati tutampokea yule dada amekuja ni muhanga, tutamsikiliza. Na baada ya kumsikiliza hatuwezi kumsikiliza peke yake. Kwa hiyo lazima na wewe kama mwenza wake uwepo ili na wewe tukusikilize. Na baada ya kuwasikiliza tutapata majibu mawili. Kwamba kati ya hawa watu wawili nani ana shida. Na tukishajua shida ipo kwa mwanamke, lazima tutamwambia mwanamke kwamba wewe kama wewe ndio una shida 1 2 3 na mwenza wako hapendi 1 2 3. Kwa hiyo ukirekebisha hii, maisha yataenda, ndoa yenu itakuwa ina amani na watoto watafurahia kuishi na baba na mama. Lakini ukiendelea kufanya hivi, mwanaume wako hapendi, itakuwa ni changamoto kidogo. Na wewe mwanaume kuna kosa umefanya 1 2 3 4 kwa sababu umefanya hivi mwanamke wako naye pia hapendi. Kwa hiyo mkishashauri, mtawaweka sawa na maisha yataendelea. Lakini ukiona kuna changamoto ambayo tuna sisi kama dawati haituhusu, basi tunaweza tukawaambia waende ustawi wa jamii kwa masuala mengine. Sawa, kwa hiyo hamna adhabu ambayo yote itapatikana hapa. Hapana, sisi endapo mwanamke pia alidanganya na kuja huko kusema mambo mengi. Hapana, sisi tutakaa nao, tutazungumza nao tu vizuri. Kwa sababu unajua sisi dawati kazi yetu sisi ni kuzuia. Umenielewa tunapenda kuzuia kabla kitu kitokee. Mfano sasa kati ya huyu baba na mama ugomvi wao ni mdogo utakuja kuleta athari kubwa kwa watoto. Lakini kitendo cha kukaa nao na kuzungumza nao na kuongea nao, basi utakuwa umetibu ndoa na utakuwa umetibu familia, ambapo sasa utakuwa umeokoa wale watoto waweze kupata malezi ambayo yako bora ya baba na mama. Kwa hiyo mmoja ataondoka amejitafakari kwamba kweli mimi nilikosea. Lakini mwanaume naye ataondoka kwamba kweli mimi nilikosea, na wakirudi pale wataombana pale samahani, wataondoka. Hapo tunakuwa tumezuia nini? Vitendo vya ukatili. Tutakuwa tumezuia mambo mengi tu, lakini pia tutakuwa tumeepusha vitendo ukatili kwa nani? Kwa watoto. Japo wazazi wengi wamekuwa wako busy sana kutafuta vipato na kusahau makuzi na malezi ya watoto wao yaliyo bora na salama. Kwa hiyo ukishagundua kitu kama hicho na ukawaweka sawa, utaondoka kwa amani. Na ukishaona labda kuna mambo mengine labda useme labda matunzo, labda sijui kuna nini wameshafikia mwisho hapo, unaambia jamani, dawati kama dawati tunaomba tuwapeleke muende ustawi wa jamii ambao unaweka ndio sehemu sasa salama
ambao kwa ajili ya wao kwenda kupeana matumizi huko matunzo, sababu si dawati tupokee matunzo. Tunawapeka ustawi wa jamii. Sawa, zipi athari sasa za ukatili wa kijinsia tungeomba kufahamu? Athari zipo nyingi, lakini nitaziongea tu kidogo. Kwa sababu kwenye ukatili wa kijinsia athari zipo, tunaweza tukaona labda watu wanaweza kuwa walemavu, unaweza kuwa mlemavu kutokana labda na vipigo ambavyo umepigwa, unakuwa mlemavu. Lakini pia kuna kuasika kisaikolojia. Labda mfano labda mtoto amebakwa. Na katika kubakwa kila akiona nguo, yani akimwona mtu ambaye alikuwa amemfanyia kile kitendo lazima anaasika, na ile inamuasi mpaka anakuja kuwa mtu mzima. Ndio. Na pia katika athari hizo za ukatili wa kijinsia tunaanzia majumbani. Labda umezoea kuona ugomvi baba na mama wanagombana, wanapigana, kuja mwisho wa siku mpaka baba mama yako alifariki kwa kupigwa au alitolewa jicho, alifanya hivi nini, kwa wote tayari unakuwa umeasika kisaikolojia kuanzia ukiwa mdogo mpaka unakuja kuwa mkubwa. Na wewe kama wewe tayari unakuwa umeshakuwa una roho ngumu kwa sababu ulikuwa unaona nyumbani kwenu au ulifiwa labda na mzazi wako ambaye labda baba na mama walifariki, lakini mwisho wa siku wakawa labda walikuwa wanaumwa, lakini bahati mbaya wewe ukawa tayari umeshaathirika. Na ukija kujua sasa ule mtoto anakuwa anaishi kwa kisasi. Ndio. Kwa sababu anakuwa hana cha kupoteza. Mwingine anasema kwamba mimi sina cha kupoteza. Kwa hiyo naweza nikafanya kitu chochote kile ambacho kinawezekana. Naweza nikaamua nikatembea na shemeji yangu. Naweza nikaamua nikatembea na mimi sina cha kupoteza, na sababu mimi tayari nimezaliwa niko mdogo tayari nimesha athirika. Kwa hiyo anakuwa tayari amesaidia kisaikolojia. Umeona? Kwa hiyo athari zipo nyingi. Lakini pia tukiangalia ule ulevi wa kupindukia tayari unakuwa umesha, sababu ule msongo wa mawazo ambao unakuwa uko nao unafikia hatua unaingia kwenye ulevi, unakuwa umepitiliza, na baadaye mwisho wa siku unazidi kuingia kwenye mambo ukatili ya kijinsia ambao unakuwa umefanya mwenyewe bila kujua au hujajua au unajua. Umeona? Kwa hiyo vitendo kama hivi athari zake ni nyingi. Kama ni mtoto wa shule, kama alikuwa anapata elimu vizuri na alikuwa na akili darasani, utamwona mtoto anaanza kunyongonyea. Utaanza kumuona mtoto anadhoofu. Kama alikuwa na akili tena zinapungua kwa sababu ya nini? Tayari ameshaasika kisaikolojia kutokana na yale ambayo mambo yamefanywa ya kiukatili ya kijinsia. Niliona kama unataka kuzungumza. Sawa. Yeah. Miongoni mwa aina za ukatili, ni ukatili wa aina gani ambao kesi zake huwa zinakuwepo sana sana kwenye dawati la jinsia? Hapo kesi nyingi zinakuwepo kwenye ukatili wa kingono. Lakini pia kwenye ukatili wa kimwili pia zinakuwa ziko nyingi, sababu unakuta kesi nyingi sana za hao wasichana wa kazi kuwapiga watoto, au wasichana wa kazi au mume kampiga, ndio tunakuja kwenye ukatili wa kimwili. Kwa hiyo ukatili wa kimwili na ukatili wa kingono ndio kesi nyingi sana zinakuwa zipo, na hata wa kisaikolojia. Kwa kifupi vyote vinaingiliana, lakini ukatili sana sana ni wa kingono, wa kimwili pamoja na kisaikolojia. Sawa. Na vipi kuhusiana na hali ya uchumi, ukatili wa kiuchumi? Ukatili wa kiuchumi unakuwepo mwingi, lakini sema mara nyingi unakuja kuingia kwenye masuala yale ya mirathi. Mirathi na wasichana wa kazi. Hawa wasichana wa kazi ambao wanakuja kutufanyia sisi kazi, kesi zao na zenyewe zipo lakini sio nyingi. Kwamba msichana kazi ametolewa sehemu fulani, sasa kwenye usafirishaji ule anakuja, lakini sasa katika kufanya kazi zile pesa zake anakuwa badala kulipa yule msichana wa kazi analipwa mtu ambaye alimleta. Kwa hiyo mimi nawaomba watu wanaonisikiliza, wewe kama una msichana wako wa kazi, haijalishi umeitwa na nani, zile pesa ambazo unatakiwa kumlipa kila mwisho wa mwezi, basi mkabidhi yeye ambaye anakufanyia kazi, ambaye umeingia naye mkataba yeye, ili mwisho wa siku asije kugeuka. Lakini pia kwa ushauri, kama unampa msichana wa kazi mshahara wake, basi kuwa na notebook au kidari, ili kila mwisho wa mwezi ukifika unamsainisha pale, anaandika jina lake. Kama hajui kusoma na kuandika, basi chukua ile stamp pad ile, aike kidole gumba, aize kusaini. Kwa sababu gani? Mwisho wa siku kuna wasichana wa kazi anafika tu unaweza kaishi naye, baadaye anakuja kugeuka. Anakuja kukuambia kwamba mimi pesa ulikuwa unilipi. Nani shahidi? Hakuna. Lakini wewe kila mwisho wa mwezi ukifika ulikuwa unampa. Kila mwisho wa mwezi ulikuwa unampa. Lakini sasa ukitoka kitabu chako na ukamuonesha pale kama jamani, mimi huyu kila mwisho wa mwezi nilikuwa namlipa mshahara wake na alikuwa anasaini hapa. Na kama alikuwa hajui kuandika, basi ile gumba linakuwa kile ni la nani? Kwa mkenda nani polisi, kuna wataalamu wa fingerprint zitaonyesha kama ni za kwake kweli. Lakini pia tupunguze ile kurundikisha mishahara ya wasichana wa kazi. Msichana wa kazi ukifika kila mwisho wa mwezi, hata akikwambia kama mimi pesa yangu niwekee, usikubali kumwekea. Mpe pesa yake mwenyewe akae nayo, kwa sababu hawaeleweki. Atakaa mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu, ukibaliana labda mnalipana labda laki. Haya, mwezi wa kwanza 100,000, mwezi wa pili 200,000, mwezi wa tatu 300,000. Kadri siku inavyozidi kwenda pesa zinakuwa nyingi. Unajikuta na wewe ule uwezo wa kumlipa zile hela
Hauna. Ndio. Ni sasa sana sisi tunapokuwa tunalipa ada za shule. Sisi tunalipa mamilioni, sisi milioni 3, sisi milioni ngapi. Lakini tunapokuwa tunalipa kidogo kidogo, kama labda leo tumelipa 500,000, kesho nimelipa 400,000, kesho kutwa nimepata labda nimelipa laki ngapi, unajikuta ile milioni 3 umelipa kiurahisi. Ndio. Sawa sawa na kuja kulipa hela msichana wa kazi ambao anakuja kudai 500,000, itakuingia ngumu kumlipa. Kweli. Na itakuwa ni nyingi. Kwa hiyo mimi nawashauri wanoka na wasichana wa kazi, ukiona msichana wa kazi amekushinda, umemchoka, mrudishe ulikomtoa. Mkabidhi kuliko ni kumfanyia vitendo vya ukatili. Na mwisho wa siku msichana wa kazi naye anafikiwa anachukua na hasira, anaamua sasa kulipizia kwenye familia. Kwa hiyo kabla kujako na madhara makubwa ya ukatili wa kijinsia, mrudishe nyumbani kwao na kila mwisho wa mwezi mkabidhi pesa yake. Sawa, zipi changamoto zitokanazo na ukatili wa kijinsia ndani ya dawati la jinsia? Changamoto zipo, maana baadhi tu. Chache tu zinakuwepo changamoto katika dawati, lakini tunazibeba. Ndio. Kwa sababu sisi ndo tunahudumia. Mtu anaweza akaja akaona unamweleza kitu ambacho ni sahihi, kwamba baba mimi siwezi kupokea matumizi, niko dawati la jinsia, sio kazi yangu. Kazi yangu mimi ni kukuelekeza sehemu sahihi ili uende sehemu sahihi ukapate msaada. Lakini mtu anakuambia kwamba mimi nataka hela zangu usifikie, zipokelewe hapa. Sasa unamuelewesha mtu aelewi. Hiyo ni changamoto pia. Kwa hiyo wanatakiwa tu watufanyaje? Watuelewe. Na tunasikiza tu aina mbalimbali, sababu wanakuja watu tayari, kumbuka sisi tunahudumia waanga ambaye tayari amesha sex saikolojia. Kwa hiyo akifika pale inabidi anikute mimi pia naye nikiwa nimetuliza akili. Ndio. Na ndio maana nikasema wanaohudumia madawati ya jinsia wana mafunzo maalum, wanaelewa jinsi ya kumwenda mgeni anayekuja. Sasa kama mgeni akiniita mimi nina hasira, siwezi kumhudumia. Kwa hiyo inabidi mimi niwe mpole, niweze kumsikiliza yeye na niweze kumfariji na zewe alivyokuja yeye, ili mimi nimwache aondoke akiwa yuko na amani. Kwa hiyo changamoto tunakutana nazo nyingi, lakini tunazibeba na tunazivumilia, ndio kazi zetu. Vipi ndoa za utotoni miongoni mwa ukatili wa kijinsia? Ndoa za utotoni ni ukatili wa kijinsia. Ndio. Unakuta mtoto ni mdogo, lakini mama analazimisha mtoto aolewe ili apate kipato. Baba analazimisha mwanangu anataka aolewe ili nipate pesa. Kwa hiyo ndoa za utotoni ni moja ya ukatili wa kijinsia. Sawa, unawaambia nini wa Tanzania kuhusiana na swala zima la ukatili wa kijinsia na athari zake? Wa Tanzania mimi ninawaomba, ninawaomba waweze kwanza wawe na hofu ya Mwenyezi Mungu. Lakini ukiwa na hofu ya Mungu, basi hata ukitaka kufanya kitendo cha ukatili, basi utawaza kwamba hichi ninachotaka kukifanya sio kitu kizuri. Mtu ni mzima, unaenda kumbaka mtoto wa miaka 2. Ukiwa na hofu ya Mungu utaweza kufanya kile kitendo. Sasa wanasema kwamba shetani, lakini mambo mengine ni tuseme ni nini? Sio niseme ni mila au sio niseme ndo hizo ushirikina. Labda mtu anadanganywa, anaambia nenda kambaki mtoto wa miaka 2. Kweli baba mtu mzima ukaenda kumbaki mtoto wa miaka 2, wewe unakuwa unajielewa kweli? Au ndo tunakwenda wapi? Kwa hiyo cha kwanza tuwe na hofu ya Mwenyezi Mungu, lakini pia tusaidiane kubebeana matatizo. Kwamba matatizo yangu mimi ni yafanye kama ndio ya huyu na ya huyu yawe ndio ya kwangu. Lakini katika familia pia wazazi tupunguze ubize ili tuweze kuangalia watoto wetu katika makuzi na malezi. Unakuta mtoto anajilea mwenyewe kuanzia asubuhi anapokwenda shuleni mpaka anaporudi shuleni. Bado akifika mtoto ni mdogo pale, hata haelewi anafanya nini, maskini ya Mungu, wala haelewi anzie wapi, mama yuko busy. Kwa hiyo mimi niwaombe wazazi, tunapokuwa tunaamka asubuhi, tuhakikishe tumemwandaa yule mtoto anaenda shuleni. Muandae mtoto wako aende katika hali akiwa yuko msafi. Kama wewe unapotoka nyumbani kwako unataka kwenda mjini, basi uwe msafi, basi hakikisha na mtoto naye unamwekea mazingira mazuri. Amekunywa chai, kama una la kununua scones, mpe hata chai rangi, asafishe ule utumbo. Lakini hakikisha amevaa nguo safi, amevaa sweta ambalo halijachanika. Kuna watoto wanavaa nguo amefunga na zile kaptula wanafunga na kama zikatani. Au unakuta amevaa sweta limechanika, amevaa eboebo au amevaa raba zimechanika. Na ukiangalia mzazi wake ana pesa tu, ni yule kwamba hajapata hata ule muda wa kumwangalia mtoto wake amevaa nini. Hajapata ule muda wa kumwangalia mtoto wangu mimi ametoka shuleni anatakiwa nimpe kitu gani. Mama yuko busy, ameondoka asubuhi anakuja kuuliza 8 za usiku amelala, hajui mtoto kaoga, hajui mtoto kafanya nini. Kwa hiyo tutenge muda kwa ajili ya kuwakagua watoto. Ukitenga muda kumkagua mtoto, basi itamsaidia wewe kama wewe kujua kama mtoto ameshafanywa kitendo cha ukatili au hajafanyiwa, ili uweze kuchukua hatua zile za haraka za kwenda polisi. Na endapo umemkuta mtoto amefanyiwa, basi usimuogeshe. Mpeleke moja kwa moja
polisi, dawati la jinsia kwa ajili ya kumsaidia. Kwa hiyo inasaidia kitaratibu za uchunguzi. Sawa, ipo hivyo moja kwa moja. Na mtazamaji wa Gift Online TV, ni kushukuru kwa kuendelea kuwa mwanafamilia, na mpaka hapa tumefikia mwisho kwa siku hii ya leo. Lakini sio mwisho wa vipindi, hapana, vipindi vitaendelea kuwepo, lakini tutakuwa naye hapa tazidi kukujuza mengi zaidi. Mwajuma, nikushukuru sana. Asante sana, karibu. Sawa, mtazamaji, tukutane wakati mwingine. Ulikuwa na Tobias Kisima, lakini tulikuwa na Sergeant Mwajabu, mzee kutoka dawati la jinsia, wazee na watoto. Nikutakia wakati mwema. Bye bye.